Walitoa taarifa kwa umma kwamba wameachana na kocha wao mkuu Romain Folz, raia wa Ufaransa. Sasa taarifa ambazo zimetufikia katika dawati letu la michezo hapa Mtani TV ni taarifa ambazo zinamhusu kocha wa Stellenbosch ya Afrika ya Kusini, timu hii ambayo inashiriki ligi kuu ya Afrika ya Kusini. Taarifa kutoka huko zinaeleza kwamba kocha wao Steven Barker anahusishwa kujiunga na Young Africans kama kocha mkuu, akichukua mikoba ya mwalimu ambaye ameachana na Young Africans Romain Folz. Steven Barker, kwa watu ambao labda ndio wanalisikia jina, ndio mwalimu ambaye alifikisha Stellenbosch msimu uliomalizika katika mashindano ya kombe la shirikisho barani Afrika katika hatua ya nusu finali, hatua ambayo walitolewa na Simba Sports Club kwa aggregate ya goli 1-0. Ulifungwa hapa uwanja wa Amani Complex goli 1-0, lakini mchezo wa marudiano Simba akakaza fuvu na mchezo ukamalizika kule Afrika Kusini bila kufungana, na Simba kuweza kufanikiwa kwenda kucheza finali na Stellenbosch. Safari yao ya tafuta mafanikio ya Afrika ikawa imeishia hapo. Lakini pia katika vitu ambavyo vinampambanua huyu Steven Barker, mwalimu wa Stellenbosch ambaye anahusishwa na Young Africans, ni mwalimu ambaye kwanza ndio the longest serving manager ama kocha ambaye amedumu kufundisha timu moja katika ligi kuu ya soka Afrika ya Kusini kwa muda mrefu. Huyu ameanza kuifundisha Stellenbosch kwa muda tangu mwaka 2019 ambapo Stellenbosch walipanda kwa mara ya kwanza ligi kuu ya Afrika Kusini PSL, na amedumu hivyo mpaka msimu wa 2025 2026 ambao anahusishwa kujiunga na Young Africans. Sasa huwezi kudumu kwa muda mrefu kipindi hicho kama ufanye vizuri kwenye timu ambayo unaifundisha. Sasa Steven Barker tangu ameanza kuifundisha Stellenbosch kwenye PSL, ni timu ambayo imekuwa ina rise kutoka nafasi ya 10 msimu wa kwanza, ikasogea nafasi ya 6, ikasogea mpaka kucheza misimu miwili back to back kwa kumaliza katika nafasi ya 3. Msimu uliomalizika kwenye PSL walimaliza nafasi ya 3, lakini msimu wa nyuma yake pia walimaliza katika nafasi ya 3, nafasi ambazo hakuna timu kama timu waliweza kuchallenge timu kubwa zile Afrika Kusini, Mamelodi Sundowns pamoja na Orlando Pirates, ukiunganisha pia na Kaizer Chiefs. Na ni mwalimu ambaye pia amewahi kufanikiwa, amechukua mataji akiwa na Stellenbosch, sababu msimu wa 2023 aliweza kuwafunga TS Galaxy katika finali ya Carling Cup Knockout Cup kwenye mikwaju ya penalti 5-4, lakini pia alisaidia Stellenbosch kucheza finali ya MTN Cup msimu uliomalizika, mahali ambapo kwa bahati mbaya walifika finali na kufungwa na Orlando Pirates kwa jumla magoli 3-1, lakini kwenye safari yao huku nusu finali walimtoa Mamelodi Sundowns, kigogo huyu wa soka la Afrika ya Kusini. Lakini pia moja ya sifa ambazo zinampambanua mwalimu Steven Barker ambaye anahusishwa na Young Africans ni uwezo wa kutengeneza mastaa ambao wanaweza wakacheza kwenye timu kubwa wakitokea huko ambapo wanafundisha sasa hivi Stellenbosch. Nikukumbusha msimu huu amemuuza star kapteni wake ambaye alikuwa anacheza katika kikosi cha Stellenbosch, Fawaz Bawasidien, ambaye ni fullback wa kushoto ambaye msimu huu amesajiliwa na Mamelodi Sundowns. Lakini pia misimu ya nyuma walifanikiwa kumuuza mshambuliaji wao Ikram Reyners kutoka katika timu ambayo alikuwa anaichezea Stellenbosch, yeye akiwa mwalimu, na mpaka sasa hivi unapomzungumzia Ikram Reyners ni mmoja kati ya wachezaji tegemezi na washambuliaji wanaotegemewa kabisa kwenye kikosi cha kwanza cha Mamelodi Sundowns. Kwa hiyo ni kocha ambaye Steven Barker akifanikiwa kujiunga na Young Africans anaweza kutengeneza nyota wengi ambao wanaweza wakacheza katika level kubwa ya mpira barani Afrika katika vilabu vikubwa, lakini pia hata katika uga wa kimataifa. Kwa hiyo Steven Barker ni mwalimu ambaye anahusishwa kujiunga na Young Africans kuja kuchukua mikoba ya mwalimu ambaye amefukuzwa kazi Romain Folz. Na Steven Barker ni mwalimu ambaye anazungumzwa sana hata huko Afrika Kusini, anatajwa kwamba anaweza karithi nafasi ambayo imeachwa katika kikosi cha Kaizer Chiefs, nafasi ambayo imeachwa na mwalimu ambaye ameachishwa kazi na Serdine Nabi ambaye ameachana na timu hiyo, na sasa hivi Kaizer Chiefs wanaongozwa na kocha msaidizi Cedric Kaze. Walitoa taarifa kwa umma kwamba wameachana na kocha wao mkuu Romain Folz, raia wa Ufaransa. Sasa taarifa ambazo zimetufikia katika dawati letu la michezo hapa Mtani TV ni taarifa ambazo zinamhusu kocha wa Stellenbosch ya Afrika ya Kusini, timu hii ambayo inashiriki ligi kuu ya Afrika ya Kusini. Taarifa kutoka huko zinaeleza kwamba kocha wao Steven Barker anahusishwa kujiunga na Young Africans kama kocha mkuu, akichukua mikoba ya mwalimu ambaye ameachana na Young Africans
Romain Folz. Steven Barker, kwa watu ambao labda ndo wanalisikia jina, ndo mwalimu ambaye alifikisha Stellenbosch msimu uliomalizika katika mashindano ya kombe la shirikisho barani Afrika katika hatua ya nusu finali, hatua ambayo walitolewa na Simba Sports Club kwa aggregate ya goli 1-0. Ulifungwa hapa uwanja wa Amani Complex goli 1-0, lakini mchezo wa marudiano Simba akakaza fuvu na mchezo ukamalizika kule Afrika Kusini kwa bila kufungana, na Simba kuweza kufanikiwa kwenda kucheza finali na Stellenbosch. Safari yao ya tafuta mafanikio ya Afrika ikawa imeishia hapo. Lakini pia katika vitu ambavyo vinampambanua huyu Steven Barker, mwalimu wa Stellenbosch ambaye anahusishwa na Young Africans, ni mwalimu ambaye kwanza ndio the longest serving manager ama kocha ambaye amedumu kufundisha timu moja katika ligi kuu ya soka Afrika ya Kusini kwa muda mrefu. Huyu ameanza kuifundisha Stellenbosch kwa muda tangu mwaka 2019 ambapo Stellenbosch walipanda kwa mara ya kwanza ligi kuu ya Afrika Kusini PSL, na amedumu hivyo mpaka msimu wa 2025 2026 ambao anahusishwa kujiunga na Young Africans. Sasa huwezi kudumu kwa muda mrefu kipindi hicho kama ufanye vizuri kwenye timu ambayo unaifundisha. Sasa Steven Barker tangu ameanza kuifundisha Stellenbosch kwenye PSL, ni timu ambayo imekuwa ina rise kutoka nafasi ya 10 msimu wa kwanza, ikasogea nafasi ya 6, ikasogea mpaka kucheza misimu miwili back to back kwa kumaliza katika nafasi ya 3. Msimu uliomalizika kwenye PSL walimaliza nafasi ya 3, lakini msimu wa nyuma yake pia walimaliza katika nafasi ya 3, nafasi ambazo hakuna timu kama timu waliweza kuchallenge timu kubwa zile Afrika Kusini, Mamelodi Sundowns pamoja na Orlando Pirates, ukiunganisha pia na Kaizer Chiefs. Na ni mwalimu ambaye pia amewahi kufanikiwa, amechukua mataji akiwa na Stellenbosch, sababu msimu wa 2023 aliweza kuwafunga TS Galaxy katika finali ya Carling Cup Knockout Cup kwenye mikwaju ya penalti 5-4, lakini pia alisaidia Stellenbosch kucheza finali ya MTN Cup msimu uliomalizika, mahali ambapo kwa bahati mbaya walifika finali na kufungwa na Orlando Pirates kwa jumla magoli 3-1, lakini kwenye safari yao huku nusu finali walimtoa Mamelodi Sundowns, kigogo huyu wa soka la Afrika ya Kusini. Lakini pia moja kati ya sifa ambazo zinampambanua mwalimu Steven Barker ambaye anahusishwa na Young Africans ni uwezo wa kutengeneza mastaa ambao wanaweza wakacheza kwenye timu kubwa wakitokea huko ambapo wanafundisha sasa hivi Stellenbosch. Nikukumbusha msimu huu amemuuza star kapteni wake ambaye alikuwa anacheza katika kikosi cha Stellenbosch, Fawaz Bawasidien, ambaye ni fullback wa kushoto ambaye msimu huu amesajiliwa na Mamelodi Sundowns. Lakini pia misimu ya nyuma walifanikiwa kumuuza mshambuliaji wao Ikram Reyners kutoka katika timu ambayo alikuwa anaichezea Stellenbosch, yeye akiwa mwalimu, na mpaka sasa hivi unapomzungumzia Ikram Reyners ni mmoja kati ya wachezaji tegemezi na washambuliaji wanaotegemewa kabisa kwenye kikosi cha kwanza cha Mamelodi Sundowns. Kwa hiyo ni kocha ambaye Steven Barker akifanikiwa kujiunga na Young Africans anaweza kutengeneza nyota wengi ambao wanaweza wakacheza katika level kubwa ya mpira barani Afrika katika vilabu vikubwa, lakini pia hata katika uga wa kimataifa. Kwa hiyo Steven Barker ni mwalimu ambaye anahusishwa kujiunga na Young Africans kuja kuchukua mikoba ya mwalimu ambaye amefukuzwa kazi Romain Folz. Na Steven Barker ni mwalimu ambaye anazungumzwa sana hata huko Afrika Kusini, anatajwa kwamba anaweza karithi nafasi ambayo imeachwa katika kikosi cha Kaizer Chiefs, nafasi ambayo imeachwa na mwalimu ambaye ameachishwa kazi na Serdine Nabi ambaye ameachana na timu hiyo, na sasa hivi Kaizer Chiefs wanaongozwa na kocha msaidizi Cedric Kaze.